Ni matumaini yangu buheri wa afya upote pa ulipo. Niukaribishe katika siku nyingine tena ya kipindi hiki cha Mtazamo Huru chenye kauli mbiu ya waza sema sikika. Mimi jina langu ni Zuberi Mgaya ambaye ndiye nahodha kipindi hiki kutoka hapa awali mpaka pale tamati ya kipindi hiki, lakini hapa studio sitokuwa peke yangu kwenye meza hii ya Mtazamo Huru. Nitakuwa na wajumbe wangu hapa kwa ajili ya kudadavua mada ambayo tutakuwa nayo mezani katika siku hii ya leo. Niukaribishe sote tujumuike kwa pamoja mpaka tamati ya kipindi hiki. Karibu. Kama nilivyokujuza hapo awali kwamba kipindi hewani ni Mtazamo Huru chenye kauli mbiu ya waza sema sikika, na mada yetu mezani siku hii ya leo inasema tunawezaje kudhibiti wanaotafuta umaarufu kupitia maudhui yasiyo na maadili, yani kutrendi, mtu ambaye anatafuta kutrendi katika mitandao ya kijamii. Hiyo ndiyo mada yetu ambayo tupo nayo mezani katika siku hii ya leo. Sasa mtazamaji, kama nilivyokujuza kwamba hapa kwenye meza Mtazamo Huru nipo na wajumbe wangu ambao nipo naye Tony Alphonse. Yeye ni mwandishi wa habari lakini pia ni mjumbe wa kamati tendaji ya chama cha waandishi wa habari hapa mkoa wa Mwanza MPC, lakini pia nipo naye ASP Saidi Mandi. Yeye ni mrakibu msaidizi wa jeshi la polisi, lakini pia ni mkuu wa polisi jamii hapa wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza. Lakini pia nipo naye Idi Mumba ambaye ni mwandishi wa habari, anatumia sana muda mwingi kusasisha pia maudhui yake mitandaoni huko kwenye mitandao ya kijamii, ni mzoefu sana. Sasa hawa ndio wajumbe wangu ambao nipo nao mezani katika siku hii ya leo. Kwa kwanza na mada yetu kama nilivyoitambulisha hapo awali kwamba kuna watu wanaotafuta umaarufu kupitia mitandao ya kijamii kwa kusasisha maudhui ambayo hayana maadili. Tunaanzia kwako sasa Tony Alphonse, ni kipi kinachosukuma watu wa namna hiyo kusasisha maudhui ambayo hayana maadili? Kwanza nishukuru kwa nafasi ambayo umetupatia kwa siku ya leo. Lakini pia tumsaidie pia msikilizaji pengine ili aweze kwenda vizuri na sisi. Sawa sawa. Tunapozungumzia maudhui ni kila kitu ambacho kinatengenezwa na kusambazwa. Hiki kinatengenezwa na kusambazwa, na lengo kubwa linakuwa ni kuweza kufikisha ujumbe au kutoa elimu au kuburudisha. Ndiyo. Lakini pia kuishawishi ile hadhira ambayo ameitengenezea hayo maudhui. Ndiyo. Na swali lako la msingi sasa ni kwa nini baadhi ya watu wanatafuta umaarufu kupitia haya maudhui ambayo hayana maadili. Ndiyo. Sasa kama nilivyosema kwamba ni kila kitu ambacho kinatengenezwa kwa lengo la kutoa burudani, kutoa elimu. Sasa baadhi ya wale ambao wanazalisha haya maudhui wao wamekuwa wakitafuta kufahamika haraka. Sawa sawa. Kutafuta ule umaarufu wa haraka. Na kuna kasumba ambayo imejengeka kwamba unapotengeneza ile maudhui ambayo hayana maadili yanakuwa na wafuasi wengi zaidi. Sasa wengi wanajikita huko. Mfano mzuri wa maudhui ambayo hayana maadili ni pamoja na hata kurusha zile picha mfano za ngono. Ndio. Au kusambaza habari za chuki. Anajua kabisa nikigusa hizi habari za chuki, ndio, watu wengi watafuatilia. Kwa hiyo atajipatia umaarufu. Lakini pia kwa kuwa tunazungumzia maudhui na vyombo ambavyo mara nyingi kwa sasa vinatumika ni mitandao ya kijamii. Ndio. Vijana sana sana au tuseme wamiliki wa hii mitandao ya kijamii wanatumia haya maadili ambayo kusambaza maudhui ambayo hayana maadili ili pia kujiingizia pesa. Sawa sawa. Kwa sababu watu wengi wakifuata kile alichokiposti ina maana anajiingizia kipato. Sawa sawa. Kwa hiyo kwa kifupi niishie katika maeneo haya mawili. Sawa sawa. Haya ndio yanasababisha maudhui ambayo hayana maadili yakapewa nafasi zaidi. Sawa sawa. Ni kushukuru sana Tony Alphonse. Mtazamaji, ni Tony Alphonse huyu ambaye pia ni mwandishi wa habari, pia ni mjumbe wa kamati tendaji ya chama cha waandishi wa habari hapa mkoa wa Mwanza MPC. Kwa namna ambavyo amezungumza hapo, kipi ambacho kinawasukuma baadhi ya watu kusasisha maudhui ambayo hayana maadili, kwa maana kwa lugha ambayo pengine imezoeleka sana huko katika mitandao ya kijamii ni content, kwa lugha ya kizungu zaidi wenyewe wanaita content creator ambao wanatengeneza hayo maudhui ambayo hayana maadili. Sasa wakati huu ni hamia kwake ASP Saidi Mandi, mrakibu msaidizi wa jeshi la polisi ama mkuu wa polisi jamii hapa wilaya ya Nyamagana. Ni nani ambaye anapaswa kubeba hilo jukumu afande kwa hawa ambao wanasasisha sasa hayo maudhui yasiyo na maadili? Ni serikali, mzazi au jamii ndio anapaswa kubeba hilo jukumu? Ni nani ambaye anapaswa zaidi? Asante sana mwandishi.
Mtu ambaye anaweza akachukulia namna ya kudhibiti vyote haya yanayotokea kuhusu na maadili ya maudhui yasiyokuwa na maadili ni kwa ujumla wake ni serikali. Unaposema serikali ina vyombo vyake ambayo inaweza kusimamia, ikiwepo jeshi la polisi. Sisi jeshi la polisi kila siku tunasema sisi tunafanya doria kwenye mitandao. Tunafanya doria kwenye mitandao kwa maana kwamba kuna askari ambao wako kazi yao yenyewe ni kupitia mitandao yote. Kama kuna mtu atakuwa ameweka kitu chochote kwenye mitandao yetu ambao kina maudhui au anatukana au anafanya jambo lolote ambalo halina nia njema, anarusha labda picha za ngono, sisi tunakuwa na askari ambao kila siku lazima wapite kwenye doria kwenye mitandao yote kuona nani akafanya nini. Kama kuna jambo lolote ambalo halina maudhui mazuri ambao limekatazwa kisheria kwa sheria yetu ya mambo ya mitandao, basi atachukuliwa hatua na atatafutwa, atapelekwa kwenye vyombo vya sheria. Lakini sio hiyo tu, kuna vyombo vingine kama TCRA hawa wana wajibu wa kuwasimamia watu ambao wote ambao wanaingia kwenye mitandao yetu iko chini ya TCRA. Kwa namna moja anaweza kadhibiti. Kama kuna mtu anaonekana na kiuka sheria, basi anaweza kafungiwa hata hiyo mitandao kama anakiuka sheria. Yote hayo ni yako chini ya serikali na wanafanya kazi kwa kushirikiana. Sawa. Shukrani sana ASP Said Mande, mrakibu msaidizi wa jeshi la polisi, lakini pia mkuu wa polisi jamii hapa wilaya Nyamagana mkoani Mwanza. Wakati huu ni hamia kwako sasa Idi Mumba, ambaye ni mwandishi wa habari pia, ambaye mara nyingi unasasisha taarifa zako kwenye mitandao ya kijamii. Tuangazie hapa kwenye swala pengine la mazoea, kwa sababu wakati afande anazungumza hapa kwamba nani anapaswa kuwajibika katika hili, akagusia pia hapo upande wa wazazi, lakini serikali wa upande wao jeshi la polisi na mamlaka kama TCRA. Sasa haya mazoea kwa wazazi, kwa sababu inawezekana pengine mzazi ana simu kubwa, lakini pengine kuna mtoto wake ndio anatumia hiyo simu, pia simu hiyo ya mama yake anasasisha pia maudhui ambayo hayana maadili, anatafuta pengine hata kutrendi kwenye simu ya mama yake bila mama yake mwenyewe kufahamu, kwa sababu hana uelewa. Tuangalie hapo kwenye swala la mazoea sasa. Asante sana. Mazoea ukileta kwenye swala hili la mazoea, mbali sio mazoea tu, lakini mimi kwa haya naweza nikaliongelea kuhusiana na masuala ya malezi na kuiga mila na desturi za kimagharibi. Sababu ukija kuangalia asilimia kubwa ya watu ambao wanaposti maudhui ambayo hayafai, unaweza ukakuta kwamba malezi, kwa sababu mtu aliyelelewa vizuri hawezi kuposti kitu ambacho kitaweza kikamkwaza mzazi wake au kikaikwaza jamii. Lakini pia kuna kuiga mila na desturi za kimagharibi. Na hili ni swala ambalo linaleta athari kubwa kwenye jamii zetu, kwa sababu watu wanaiga masuala ya kimagharibi wanaleta huko. Lakini pia kwa hivi sasa tunaona kwamba kuna mmomonyoko mkubwa wa maadili, na mmomonyoko mkubwa wa maadili unakuja kutokana na wazazi wengi kuwa na shughuli mbalimbali, kuwa busy na kazi yani za utafutaji, na wanasahau watoto wao namna gani ya kuwalea kwenye maadili. Kwa hiyo ukuta mtoto akiangalia kitu kwenye mtandao wa kijamii au akifanya kwamba nikifanya hiki ndio kinaweza kikanifanya kwamba nikatambulika zaidi au nikajulikana zaidi, ndio unakuta kwamba wanatupia picha za uchi kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia inaweza kawa ametengeneza niseme group chake, anatupia vitu ambavyo havifai. Kwa hiyo malezi pamoja na kuiga ni vitu ambavyo vinasababisha masuala haya ya kurusha maudhui mtandaoni ambayo yasiyofaa. Mumba, lakini kuna wakati inatokea kuna mtu anaweza kapostiwa mtandaoni, kuna mtu kasasisha maudhui yake, pengine hata ni picha yake bila mwenyewe kufahamu. Ndio maana nikagusia hapo kwenye swala la mazoea. Inawezekana mtu akakukuta tu hapo, Mumba ni mnafahamiana, lakini akakupiga picha, mwisho wa siku pengine akakuposti mtandaoni. Pengine yale mazoea inawezekana yanaanzia pia
hata kwenye faragha hizi za WhatsApp, pengine inawezekana zikaanzia huko. Sasa huoni pengine hiyo ni athari, au watu ina maana kwamba mpaka waambiwe tena, jamii iambiwe hapo kwamba kumpiga mtu picha bila ridhaa yake ni kosa? Hiyo inatokea. Na kingine ambacho kipo kwenye huu ulimwengu sasa ni ujio wa AI, matumizi ya AI, kwa sababu mtu kama ana jambo baya kwa wewe, anaweza akachukua picha yako akaifanya vyovyote vile ukajulikana ni wewe, lakini inawezekana ikawa sio wewe kabisa, wala hicho kitu hujakifanya, lakini kwa sababu ana picha yako anaifanya vyovyote vile anavyofanya. Kwa hiyo mazoea ya haya mambo au ule utani unaosababisha kwamba nikifanya hivi yeye anafurahi, lakini kumbe amefanya kitu ambacho ni kipo kinyume na maadili ya Tanzania. Sawa, nikushukuru sana Eid Mumba, ambaye pia ni mwandishi wa habari, kwa namna ambavyo umedadavua. Mtazamaji, kipindi hewani ni Mtazamo Huru. Tunaangazia hapo kwamba tunawezaje kudhibiti wanaotafuta umaarufu kupitia huko kwenye mitandao ya kijamii kwa kutafuta zile trending, kwamba wanaposti maudhui ambayo hayana maadili. Wakati huu ni rudi tena kwa Cotton Alphonse. Swala pengine la elimu salama ya matumizi ya mitandao ya kijamii inaweza ikasaidia pengine kudhibiti swala hili? Inaweza ikasaidia, kwa sababu kama tunavyosema kwamba swala hili ambalo tunalijadili hapa ni swala mtambuka. Ndio. Nasema ni swala mtambuka kwa sababu jamii kwa ujumla wake inahusika moja kwa moja kwenye swala zima hili la uzalishaji wa maudhui. Ndio. Na walaji wenyewe ni jamii yenyewe. Kwa hiyo swala la elimu ni swala la msingi sana. Kujua ni namna gani tunatumia mitandao hii ya kijamii salama. Na nipongeze baadhi ya mashirika na kama unavyojua mashirika huwa ni mbadala wa serikali. Pale serikali mkono unapoishia, basi mashirika yanaanzia hapo kwenda mbele. Kwa hiyo kuna elimu imeanza kutolewa hasa kwa vijana wetu ambao wako sekondari. Hawa tunajua ni watumiaji wa mitandao ya kijamii wajao. Ndio. Kwa hiyo na wao wameshaanza kupewa hii elimu ambayo unaisema elimu salama. Ndio. Juu ya matumizi ya mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ili tuweze kudhibiti kama ulivyosema, elimu inahitajika ili jamii iweze kujua kwamba ni maudhui gani ambayo kwanza yanapaswa kwenda hewani. Ndio. Lakini pia ni maudhui gani ambayo inabidi tu yakemee wote kwa pamoja. Sawa. Lakini pia niongezee kitu kwamba sheria zetu afande kazigusia kwamba sheria zetu lazima ziendelee kufanya kazi. Na hapa huwa kuna shida moja. Unajua kama nilivyosema kwamba swala hili ni mtambuka, linaigusa jamii nzima. Ndio. Inahitajika uwajibikaji wa kila mmoja wetu. Ndio. Unaona kuna taarifa potofu inasambaa mtandaoni. Badala ya kuchukua hatua za kutoa taarifa kwenye vyombo vinavyohusika, mfano TCRA, kwamba kuna hiki kinaendelea na wewe unashiriki kukisambaza. Kwa hiyo hapo moja kwa moja unaona ni ukosefu wa elimu. Na ndio maana pia TCRA huwa wanakuja na kampeni mbalimbali za kusisitiza kwamba tukipata taarifa ambazo hazifai, zinakataa maadili yetu, delete na futa kabisa. Kwa hiyo hii elimu inabidi tuendelee kuitoa na jamii iweze kujua kwamba kwa nini tunaambiwa kwamba tusishabikie haya maudhui ambayo yanapotosha maadili yetu sisi kama Watanzania. Na tuangalie kwa nyanja zote, tuangalie si kisiasa tu, lakini tuangalie paka maudhui tunayozalisha yanatulinda kisiasa, yanatulinda kijamii na yanatulinda kiuchumi pia. Na nasema hivi kwa sababu moja kwamba tumesema haya maudhui ambayo hayana maadili. Wakati mwingine tunaingia paka kwenye masuala ya kiuchumi. Tunatoka kwenye maadili. Mtu anapotosha, anaeleza kwamba taifa liko kwenye hali mbaya pengine ya kiusalama. Ukisha sema Tanzania tuko kwenye hali mbaya ya kiusalama na ukarusha,
mbali ya kutoka kwenye maadili yetu, lakini umeshagusa na uchumi wa taifa. Wageni kule wanaanza kupata shaka kuhusiana na ujio wao kwetu. Kwa hiyo tayari unakuwa umeshaleta taharuki kwa wageni kuja hapa nchini. Kwa hiyo swala hili ni pana na ndio maana lazima tuliangalie, tusiliangalie kijamii tu, lakini linasambaa mpaka kiuchumi. Sawa. Na kiusalama pia kwa taifa. Sawa. Ni kushukuru sana Tony Alphonse, mwandishi wa habari lakini pia mjumbe wa MPC, kwa namna ambavyo umedadavua hapo kwa kuhusiana na swala hili la usalama ya matumizi ya mitandao ya kijamii. Ni rudi kwako Afande ASP Saidi Mande, mrakibu msaidizi wa Jeshi la Polisi. Afande, kwa namna ambavyo unatazama hizi sheria zinatosha kudhibiti swala hili la watu kutumia mitandao ya kijamii vibaya, kusasisha maudhui ambayo hayana maadili, yanaharibu pia utamaduni wa Tanzania? Na Cyber Crime Act ipo, lakini zipo pia sheria nyingi ambazo nyie kama Jeshi la Polisi mnazitumia, zinajitosheleza sasa kudhibiti labda janga hili? Asante ndugu mwandishi. Kwa minajili ya inavyotuongoza sheria ya cyber crime, ndio zikisimamiwa vizuri, ndio inawezekana kabisa kila mtu akichukuliwa hatua, inawezekana kabisa watu wakaogopa kufanya hayo. Ila ninachosisitiza hawa wananchi wetu waendelee kupewa elimu, ndio, na watu wakisimamia mitandao vizuri, basi nafikiri hii itakoma. Nchi zingine wao wanachukua hatua kabisa, kwa sababu hizi app kwa mfano kama WhatsApp, kama Instagram, Facebook, wakiona hizi kidogo zitatupotosha, wanazifungia kabisa jumla. Hii yote huwa ni kulinda maadili mema ya nchi fulani, na watoto wetu, familia zetu, vile vitu ambavyo inaonekana ni vya kipuzi kabisa, ndio inakuwa changamoto. Wewe ukiulizwa watoto wako, wewe hujawahi kuwafundisha hata kutukana, lakini wanajua kutukana, lakini hakuna mtu Kwa hiyo tunajifunza nini? Kwamba hawa watoto wetu wakati mwingine vile vitu ambavyo sivyo kuwa vya maadili, wao ndio wanaviingiza sana kwenye vichwa vyao kuliko vile ambao unawafundisha leo kusoma hapa kufanyaje, wanavizingatia sana. Lakini yote hayo, sisi kama kuna sheria kama za kuposti picha ya mtu bila ruhusa mtandaoni, hiyo ni kosa. Ni kosa, unaweza kufunguliwa kama defamation, kumposti mtu picha ambayo yeye mwenyewe hajaridhia. Kwa hiyo ni kosa. Pamoja na mambo mengine yote ya kuposti kitu chochote ambacho sio cha maadili, yote hayo ni kosa kwa mujibu wa sheria ya cyber crime ya mwaka 2015. Inajitosheleza, sema utekelezaji wake labda wananchi inawezekana hawajui kwamba akifanya hivi anaweza akashtakiwa. Si Jeshi la Polisi naendelea kwa mtu yote ambayo, kama namwambia, tunaendelea kufanya doria. Ukikutwa na mtu akaja kalalamika, umemposti picha yake, lazima uchukuliwe hatua na unashtakiwa na kupelekwa mahakamani. Pamoja na mambo mengine ambayo kuweka ujumbe ambao sio wa kweli, kwa mfano ukasema, bwana, huyu mwandishi wetu huyu leo amefariki, kitu ambacho sio cha kweli. Sikishajua huyu amerusha ujumbe ambao sio wa kweli, lazima tukuchukulie hatua, naenda kukushtaki kwa mujibu wa hiyo sheria ya cyber crime ya mwaka 2015. Sawa. Sasa Afande, wewe ni mkuu wa polisi jamii wilaya Nyamagana. Ndio. Kwenye elimu ambazo mnapita pengine kutoa huko kwenye jamii, ndio, mnajikita zaidi ndani kuhusiana na matumizi ya mitandao ya kijamii? Kwa sababu pengine kuna baadhi ya watu, hata kama tukio linatokea, inawezekana hata wewe Afande pengine upo eneo la kazi, kuna jambo labda unalifanya eneo la kazi, unatekeleza majukumu, lakini pengine akatokea tu mtu akakurekodi, halafu baadaye anasafisha, wewe humfahamu na wala hata hujamuona. Hiyo elimu huwa mnaitoa pengine na kutaja baadhi ya vipengele, mnaviainisha kimoja kimoja kwamba hiki athari yake ni hii. Kwa sababu hapo nilimuuliza hapo Bwana Mumba kuhusiana na masuala ya mazoea. Inawezekana mtu akakuta tukakupiga picha, baadaye akaposti tu kwa mtandaoni bila wewe mwenyewe kuridhia.
naainisha hivyo vipengele ambavyo vipo, pengine mtu anaona hapa ni hatari, kwamba sasa nikimpiga mtu picha ni hatari. Tunapotoa elimu lazima tuambie athari zake ni nini. Kwamba lazima kumchukua mtu picha alafu na kupost bila ridhaa yake, lazima tumuelimishe kwamba hili shida yake ni nini. Na ukishtakiwa kisheria inaweza ikawa matokeo yake ikawa nini. Lazima tuwaelimishe, na tunaendelea kuelimisha mara kwa mara tunapopata nafasi ya kutoa elimu maeneo yote ya kwenye wilaya yetu na mkoa wetu kwa ujumla. Sawa. Ndio. Gezea hapo kwa Fande alipoishia. Ndio. Hivi sasa pia tukumbuke kuna sheria ambayo inalinda taarifa binafsi. Na taarifa binafsi hizi ni pamoja na hiyo ridhaa kutoka kwa mhusika mwenyewe kwamba picha yangu itumike au isitumike. Na baadhi ya taasisi au baadhi ya maeneo wameshaanza kuchukua hizo tahadhari, kwa sababu mtu akifungua kesi anashinda na anaweza akakufunga au ukamlipa, kwa sababu huwezi ukatumia picha yake bila ridhaa yake. Huwezi ukatumia pengine jina lake bila ridhaa yake. Vijana tuna tabia moja ya ajabu sana siku hizi. Anaenda nyumba ya wageni anaandika jina la kwako. Anatumia jina la mtu mwingine. Jina la mtu mwingine, unaona? Anafanya mambo yake kule, bahati nzuri atoke salama. Lakini likitokea la kutokea, mfano polisi wakapita kufanya ukaguzi, unaweza kushangaa na wewe unakuja kuitwa, bwana, mbona jina lako limetumika ndivyo sivyo? Kwa hiyo huyu aliyefanya hivyo tayari amefanya makosa na anaweza akashtakiwa na hatua zikachukuliwa. Kwa hiyo tuheshimu taarifa za mtu binafsi. Hii ipo kisheria kabisa, usijichukulie tu. Na ndio maana sasa hivi nimesema ukiingia hata kwenye mikutano mikubwa hii inakuja pepa kabisa kwamba fomu ya kukubaliana, bwana, unaturuhusu tutumie picha, yani picha yako endapo utapigwa, au uhitaji picha. Ukisema sihitaji, wanapewa taarifa wapiga picha, wanakukwepa. Kila wakifika eneo lako wanachukua kwanzia kwa wale waliokubali. Sawa. Nikushukuru sana Tony Alphonse kwa namna ambavyo umeweza kujazia nyama hapo kwenye nukta hiyo ya msingi kuhusiana na elimu hii ya matumizi pia mitandao ya kijamii kuweza kuwadhibiti watu ambao wanasasisha maudhui yasiyokuwa na maadili. Sasa wakati huu nielekee kule kwa Mumba. Bwana Mumba, wewe ni mwandishi wa habari sawa, lakini kuna kasumba hiyo ambayo ya kusasisha maudhui yasiyokuwa na maadili. Inawezekana hayo maudhui yana maadili ndani yake, lakini mtu amekata tu kwa kipande ambako pengine katatumika hata kwa uchochezi, kumchafua mtu, anakata kwa kipande, yani kwa maana kwamba hujui ilipoanzia wala hujui inapoishia, lakini kuna kakipande tu ili mradi yeye kakakata kutafuta wafuasi. Sasa wenyewe kama wasimamizi hao watu sasa mitandao ya kijamii wana jukumu gani katika kudhibiti haya? Wasimamizi wa mitandao ya kijamii tuashumu kwamba wana haki ya kudhibiti, kwa sababu ndio kwa maana ukienda mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA ndio kupata leseni ya kuendesha chombo cha habari mtandaoni, wanakupa leseni kwa vigezo ambazo wanavyokupa. Masharti yao yapo ambayo yanakuelekeza. Ndio. Kwa hiyo mtu anayemiliki chombo cha habari au anayemiliki mtandao wa kijamii kama umepita TCRA, inamaanisha vile yale masharti na vigezo vya TCRA lazima uyafuate ili kudhibiti hayo. Na ndio kwa maana mtu akichukua content kabla ya kuipandisha lazima aiedit, si ndio? Atoe vile vitu ambavyo vinaleta vikaleta taharuki au yale ambayo yataweza ikaleta maudhui ambayo sio kwa watu. Anaweka kitu ambacho kimenyoka. Changamoto inayokuja hapa ni kwamba sasa hivi waandishi wa habari wamekuwa wengi sana kwa sababu ya hii teknolojia, haswa kwa citizen journalism, kwa sababu citizen journalism na wenyewe wameingia kwenye mfumo kama waandishi wa habari, na wengine wamefungua channel zao za kwenye mitandao ya kijamii na wanaposti vitu vyao, lakini taaluma ya uandishi wa habari hawana. Kwa hiyo unakuta kwamba wanachukua vile vipengele ambavyo vinawafanya kwamba kupata viewers wengi au kupata subscriber wengi, wanavikata vile vipengele, wanavirusha mtandaoni, au
wanachukua maudhui yale ambayo sio, wanarusha mtandaoni ili kupata subscriber wengi na viewers wengi. Lakini na hizo channel bado nasema usimamizi wa sheria zilizopo ni sheria nzuri kabisa, na ni sheria ambazo zikisimamiwa ipasavyo zinaweza zikapunguza kwa kiasi kikubwa, kama sio kumaliza kabisa. Na ili kuweza kulimaliza au kulipunguza swala la kurusha maudhui mtandaoni ambayo sio sahihi. Kwa mimi binafsi nilikuwa nafikiria kwamba tunaweza kama serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kukatengenezwa mfumo au tuseme ni mfumo au ni app ambayo inachuja inachuja hayo maudhui ambayo sio ambayo yanaruka katika, kwa sababu kwenye hizi app na mambo mengine kuna kodi. Tanzania tuna kodi yetu, nchi gani ina kodi yake. Kwa hiyo zile kodi ambayo mtu atarusha maudhui ambayo sio sahihi au sio salama kwa nchi yetu, iwe ile app iwe na uwezo wa kuyadetect na kuyazuia. Yani mtu akitaka kuupload ngoja ikatae. Sawa, si ndio? Hiyo inaweza ikawa ni mwarobaini wa kupunguza haya maudhui yasiyofaa, huku elimu pamoja na elimu ikiendelea kutolewa kwa watumiaji pamoja na wanafunzi ambao ndio wanaibukia mavyuoni huko. Sawa, lakini Mumba, uligusia kwamba pengine waandishi wa habari kwamba ili umiliki chombo chako hicho utapata leseni, si ndio? Kutoka mamlaka TCRA. Lakini kuna watu wanatumia hawana sasa hizo leseni, lakini na pengine ndio wanaongoza zaidi kusasisha maudhui ambayo hayana maadili, kwa sababu mtu akisha kuwa na leseni tayari unajua kwanza lazima vigezo vyote vimetimiza mpaka upate leseni, si ndio? Hawa watu ambao wanatumia pengine wengine vibaya, hawana leseni, kipi kifanyike? Hawa ambao wanatumia vibaya, na ndio maana nasema kwamba nchi kama nchi kupitia yani TCRA, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, pamoja na vyombo vingine inatakiwa wakae watafute wataalamu ambao watatengeneza app ambayo app hiyo itakuwa na yani itakuwa ni ya kudhibiti au kitengenezwe chombo ambacho kitakuwa ni cha udhibiti wa maudhui yasiyofaa mtandaoni. Sawa. Umeelewa? Ili kudhibiti hawa watu ambao tunasema kwamba ni city journalism. Shukrani sana Idi Mumba ambaye ni mwanahabari pia, lakini kwa ujumla wenu wajumbe ni washukuru kwa jinsi ambavyo mmeweza kudadavua mada yetu ambayo inasema tunawezaje kudhibiti wanaotafuta umaarufu kupitia maudhui yasiyokuwa na maadili katika mitandao ya kijamii. Bado kipindi hewani ni Mtazamo Huru. Cotton Alphonse. Naam. Jamii inachangia vipi kuwapa umaarufu hawa watu ambao wanatafuta sasa umaarufu kupitia mitandao ya kijamii kwa kusasisha maudhui ambayo hayana maadili? Yeye kazi yake amesasisha tu kitu, ameposti kitu ili ya trendi, lakini hicho kitu hakina maadili. Jamii inachangiaje hapo? Jamii inachangia kwa kiasi kikubwa. Na inachangia kwa kiasi kikubwa kwa sababu kama nilivyosema, huyu mzalishaji wa haya maudhui walaji wake ni jamii, wanaompokea ni jamii. Sasa jamii ikishabikia kile ambacho huyu mzalishaji wa maudhui amekiposti au amekiachilia hewani, ni wazi kwamba jamii imechangia kuweza kufanikisha hilo ambalo huyu aliyezalisha hayo maudhui amefanya. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba kuna uwajibikaji wa kila mmoja, nikimaanisha kwamba jamii ndio inaweza kuamua kwamba hiki hatutaki, hiki tunataka. Sawa. Sasa utashi huu sijui tunaweza tukaupata vipi, lakini huwa nakumbuka kitu kimoja niliwahi kuwa nakizungumza kipindi niko radio, kwamba huyu mlaji ambaye ni msikilizaji ni kama mtoto. Nilikuwa nasema hivyo kwa sababu msikilizaji kile ambacho mtamwandalia na kumpelekea anakipokea. Sasa uombe dua kwamba kiwe kizuri, kikiwa kibaya atakipokea hivyo hivyo na ubaya wake. Sasa jamii inatakiwa ibadilike na iwe chujio, iwakatae hawa ambao wanazalisha maudhui ambayo
hayana maadili. Kwa hiyo elimu hapa inabidi tena itolewe kwa jamii ili tuweze kufanikisha hilo ambalo unalisema, kwa sababu jamii hawa ndio walaji wa mwisho. Huyu ndiye ambaye ananunua bando, anaweka kwenye simu yake, anaangalia maudhui yaliyozalishwa. Huyu ndiye ambaye ananunua radio, huyu ndiye ananunua TV, anaangalia kile ambacho kinazalishwa. Tony, nikukatishe kwanza. Tony, wewe ni mwandishi wa habari lakini pia ni mtumiaji wa mitandao ya kijamii vizuri tu. Sawa. Kwa jinsi ambavyo unatazama sasa, media ndio inatakiwa ilishe ama ishape jamii au jamii ndio inatakiwa kuishape media? Hili swala ndio maana nimesema kwamba media ina power. Media ndio inatakiwa ishape jamii. Na nasema hivyo kwa sababu gani? 75% ya tabia na maisha tunayoyaishi ndio media imechangia kwa 75% kutushape sisi, yani the way tuna behave. Yani kuna zile chembe za tabia, nini tunapenda kusikiliza, ni media ndio imetufanya hivi tulivyo. Kwa hiyo media ndio ina jukumu kubwa la kubeba hiki, kwamba nataka jamii yangu iweje. Media ndio tuna jukumu hilo. Na ndio maana kuna wakati tulipokuwa kwenye kikao na watu wa TCRA niliwaambia kwamba kuna hitajika nguvu kubwa kuwekeza kwenye media zetu, ikiwezekana hata kuzipatia ruzuku, kwa sababu wakati mwingine maudhui ambayo hayazingatii maadili yanazalishwa kwa kigezo hicho ambacho nilisema awali cha kujipatia kipato, kwamba bwana hiki ndicho anapenda wadhamini wetu. Sasa unamwambia, lakini tukiangalia sio maadili yetu, na ndio unaangalia yote haya yanaangukia hapa kwenye maudhui. Sasa unaweza kuona sasa power ya media ilivyo. Kwa hiyo ili tuweze kwenda vizuri na kuishape jamii, pamoja na jamii kwamba inahitajika kuwajibika, lakini tungewekeza zaidi kwenye vyombo vyetu vya habari kuzalisha kile ambacho kitakuwa na afya kwa jamii, lakini pia tunataka nini jamii iweze kupokea. Ni kushukuru sana Tony Alphonse, mwandishi wa habari lakini pia mjumbe kutoka chama cha waandishi wa habari hapa mkoa wa Mwanza MPC. Sasa wakati huu ni hamia kwako ASP Said Mande, mrakibu msaidizi wa jeshi la polisi lakini pia mkuu wa polisi jamii hapa wilaya ya Nyamagana. Afande, hii adhabu ya kudumu, adhabu kali inaweza kuwa suluhisho la kudumu pengine kukomesha tatizo hili la changamoto hii ya watu kusasisha maudhui yasiyokuwa na maadili kwenye mitandao ya kijamii? Nashukuru ndugu mwandishi. Ndio. Watu wanapopewa adhabu, wanapofanya makosa haya tunayosema ya kimtandao, ndio ni kitu mojawapo ambayo tunasema wanaweza wakaogopa na waache kabisa, kama sio kuacha kabisa kuposti maudhui ambayo hayana maadili. Sheria zetu zinapopelekwa mahakamani nyingi, unaweza kupigwa faini labda ya milioni 10, milioni 20. Inatokana labda wenyewe watakavyoangalia mahakama yale ya maudhui yale yameleta athari kwa kiasi gani. Kwa hiyo mahakama ndo watakupa adhabu, aidha ya kama ni kwenda jela, lakini kulipa faini. Ila kulipa faini imekwepo wengine milioni 10, milioni 50, milioni 100 kutokana na ukubwa wa hayo maudhui yako yameleta shida kwa kiasi gani. Sawa. Sasa afande, pengine katika kulifanikisha hilo, sasa pengine swala la adhabu ambao watakaobainika kusasisha hayo maudhui ambayo hayana maadili, huoni pengine ipo haja jamii kufahamu kwamba kuna fulani huko ambaye amekamatwa kwa ajili ya amesasisha maudhui yasiyokuwa na maadili na adhabu yake ni hiyo? Wamehukumiwa watu wengi. Sema labda sijaja na reference kwamba ni watu wangapi wamehukumiwa na wamepewa adhabu kiasi gani. Ndio. Labda ndugu mwandishi, siku nyingine kama tutakutana nitakuja na reference ya watu ambao wameshachukuliwa hatua na ni hatua gani. Sawa. Ila kwa kimsingi alikuwa anasema ndugu mwandishi hapa, ndio jamii yetu tunasema Waingereza wanasema tumekopi na kupaste. Haya mambo sio mambo, ni mambo ambayo tumeiga sisi tukiwa kama Waafrika. Wakati mwingine tunaona mambo yanayotokea kwa wazungu, haya ndio mambo ya kisasa, haya ndio mambo ya kufuata.
bila sisi kuangalia kwamba huu sio utamaduni wetu. Waafrika sisi ulikuwa ukiwa kama kijana unapofanya kosa ulikuwa ni unaadhibiwa na mtu yoyote atakaye kuona mbele yako kwamba unafanya kosa. Alikuwa anakuadhibu. Sasa mbaya zaidi, yani sisi ndio tunasema tuna copy kwa wazungu. Na sheria zetu kidogo naye zimeingilia humo. Uhuruhusi kumwadhibu mtoto wa watu. Sasa siku hizi unakuta binti wa jirani yako anatongozwa, ameshikiliwa sehemu ambazo sio nani, unampita pale. Unasema watajua wenyewe. Sasa jamii imejivua ile responsibility ambazo tunatakiwa kuzitimiza kwa vijana wetu. Tumeshajivua. Wakati mwingine tunasema tumewakabidhi serikali, hasa mwisho wa siku watoto wamekengeuka kwa kiasi kikubwa. Sawa, nikushukuru sana ASP Said Mandi, mrakibu msaidizi wa jeshi la polisi. Idi Mumba, nirudi kwako. Wewe ni mwandishi wa habari, sawa? Na huwa natia msisitizo hapo, ni mwandishi wa habari lakini pia ni mtumiaji mzuri pia wa mitandao ya kijamii. Tuangalie hapa kwenye swala la ulimbukeni. Inawezekana pengine ukitamka ulimbukeni kwenye jamii mtu atakuchukulia pengine umemdharau. Inawezekana hivi pengine kutokana tu na mapokeo ya mtu atakavyolipokea hilo neno. Tuangalie hapa kwenye swala la ulimbukeni, pengine umeleta vipi athari hapa kwenye swala hili pengine la upotoshaji ama kusasisha maudhui ambayo pengine hayana kabisa maadili. Mtu pengine ndio kwanza amepata simu lakini tayari athari ni kubwa sana. Yaani ukizungumzia swala la athari ya mitandao ya kijamii au athari ya kurusha maudhui yasiyofaa hususan kwenye ulimbukeni hapo kwenye mitandao ya kijamii, ndio athari ni kubwa sana kwa sababu imefanya hii mitandao ya kijamii jamii imebadilika kabisa. Umeshanielewa? Ukija kuangalia hata kwenye nyumba za ibada, umeshanielewa? Kuna mabadiliko makubwa tofauti na kipindi cha nyuma ilivyokuwa. Hata wanaotoa zile nini wanahubiri, si ndio? Mambo yako tofauti kwa sababu ya hii mitandao ya kijamii. Ndio. Kwa hiyo athari iliyopo ni kubwa, na ukija kutazama ulimbukeni ambao tumeupokea kwa sababu miaka ya 90 kurudi nyuma au 2000 na kurudi nyuma, inamaanisha mitandao ilikuwa hakuna, si ndio? Kwa hiyo mitandao imekuja kukua, nadhani kama sio 2010 au 2000, yani miaka 2005 kuja huku tuseme, ndio mitandao ikawa. Sasa mitandao ilivyoingia kwa ulimbukeni wetu na kuona vile ndio vinavyofaa, na kampeni nyingi sana zilikuwa zinaendeshwa, lakini ujue kuachana na mila na desturi za kwetu, kuachana na hiki na hiki na hiki, tufanye hiki na hiki, kikaja hiyo sasa mitandao ya kijamii. Kwa hiyo watu wamechukua ulimbukeni wa mitandao ya kijamii kufanya chochote kwenye mitandao ya kijamii. Na wakati mitandao ya kijamii inakuja na tunaipokea, tulikuwa bado hatujatengeneza mfumo, hatujatengeneza sheria za udhibiti wa hiyo mitandao. Sawa. Sheria tumekuja kuzitengeneza baada ya kuona athari imetokea kwenye jamii, ndio tukatengeneza sheria. Sasa Mumba, pengine tunazungumza kwamba elimu labda itolewe, matumizi salama inawezekana pengine kwa watoto, kizazi hiki ambacho kinakuja kibadilike. Lakini hapo unakuta pengine yule mtu ambaye tunategemea aende akatoe elimu, pengine hata naye asaidie. Sasa maana amezungumza afande hapa kwamba tusiachie serikali tu peke yake kwenye swala hilo pengine la malezi, hata matumizi pia mitandao kwa maana maadili kwa ujumla. Lakini unamkuta pengine mtu mzima yeye kwenye mitandao ya kijamii ndio anafanya jambo ambalo unajiuliza huyu ni mtu mzima au ni mtoto, yani unajiuliza kwa jambo ambalo analifanya. Ianzie wapi? Elimu ianzie wapi kutolewa? Elimu inatakiwa ianzie nyumbani. Yaani nyumbani kwa baba na mama. Inatakiwa ianzie hapo. Lakini sasa kwa sasa hivi, kwa sababu hata ukiangalia sensa ya 2022 yani watu wenye umri mdogo ni wengi zaidi kuliko wale wenye umri mkubwa. Ndio. Na hawa wenye umri mdogo wameingia yani wamezaliwa kwenye kipindi hiki cha mitandao ya kijamii. Kwa hiyo utaweza ukakuta baba, mama, baba ana chati
kivyake, mama naye ana chati kivyake. Mtoto akienda kuchungulia kwenye simu ya baba anaona chatting zinazoenda, akienda kwenye simu ya mama anaona chatting ambazo zinaenda. Kwa hiyo unakuta kwamba yule mtoto tayari naye akili yake mindset zake zote anaona kumbe baba anachokifanya hiki ni nzuri, hichi mama anachokifanya ni kizuri. Kwa hiyo kitu ambacho kinatakiwa kuanza hasa ni familia zifuate maadili na taratibu za sawa sawa. Ni kushukuru sana Idi Mumba. Nirudi kwa Tony Alphonse. Tony, kuna kwenye katiba yetu ipo sawa. Kuna kitu kinaitwa freedom of expression sawa, kwamba uhuru wa kujieleza. Huu uhuru wa kujieleza pengine wewe utauzungumzia zaidi. Unapaswa kuwa na mipaka endapo sasa linapokuja kwenye swala la maudhui yasiyokuwa na maadili. Hili swala huwa kweli linaleta mjadala kwenye jamii. Ndio. Na hasa kwenye masuala haya ya kihabari na masuala ya kisiasa. Ndio. Ukimgusa mtu anakuambia unaninyima uhuru wangu wa kikatiba kabisa. Lakini tukumbuke kwamba pamoja na kuwa katiba inatambua kwamba tuna uhuru wa kujieleza, uhuru wa kutoa taarifa, wa kupokea taarifa, lakini kila kitu huwa kina kiasi. Ndio. Na kina kiasi, ndio maana kuna sheria zipo ambazo zinatuongoza. Ndio. Haiwezekani tumesema hapa kwamba maadili yetu ni pamoja na kutoruhusu zile lugha chafu. Sasa unashangaa mtu anatumia lugha chafu kwenye kuwasilisha jambo lake. Sasa sawa, hapo unawasilisha jambo lako au maudhui umeyatengeneza hivyo na unataka yaende. Lakini ukitumia lugha chafu tayari unakuwa umekiuka kwanza sheria, lakini si maadili yetu. Kutumia lugha chafu na kurusha pengine mtandaoni au ukazungumza kwenye vyombo vya habari lugha chafu, tayari unakuwa umetoka kwenye maadili yetu. Sababu tunasema maadili ni swala zima la uaminifu, heshima, uwajibikaji, kushirikiana na wengine. Sasa hilo ndilo ambalo unaweza ukaliona kwamba wakati mwingine lazima tuwe na mipaka. Na wakati mwingine lazima unapotaka kuzungumza jambo ulipime kwamba kwanza linaendana na maadili yangu. Lakini tulizungumza hapa kwamba swala hili la kuzalisha maudhui au kutoa taarifa zozote zile lazima uangalie usalama wa nchi, kiuchumi, kijamii. Hayo mambo lazima uyaangalie. Kwa hiyo kwa kifupi uhuru wa kufanya mambo au kuzungumza upo, lakini mipaka lazima izingatiwe. Sawa. Na ndio maana vyombo vyetu vya usalama wakati mwingine huwa vinazuia mambo. Hivi karibuni utakumbuka vyama vya siasa viliachwa vifanye mikutano yao ya hadhara. Ndio. Lakini ukiwafuatilia maudhui ambayo walikuwa nazalisha kwenye mikutano yao ya hadhara ilikuwa inahatarisha usalama wa nchi. Sasa uwezi ukasema bwana tuna uhuru wa kuongea, uhuru wa kutoa taarifa, umwache mtu aendelee kuzungumza anapojisikia. Hapana. Na hasa upande huu wa siasa uhuru huu wamekuwa kiutumia vibaya sana. Na ndio maana tumesikia hivi karibuni serikali kupitia waziri wa mambo ya ndani wamepiga marufuku. Ndio. Hizo ni hatua sasa. Serikali ikiona mambo yaendi sawa, ndio, lazima ichukue hatua. Sawa. Kwa manufaa ya taifa. Sawa. Ni kushukuru sana Tony Alphonse. Samahani mwandishi. Ndio. Ni kazi hapo palipokuwa naongea. Ndio. Wakati mwingine sheria zetu zinaruhusu, labda katiba nasema uhuru wa mtu. Kuna kitu sikumbuki terminology moja sana inatumika sana kwenye sheria, lakini nitumie lazima kila kitu ambacho kipo labda kwenye katiba na exception zake. Ndio.
wewe una uhuru, lakini uhuru wako kama unaona uhuru ule kidogo unatuletea athari, lazima kuna exception zake kwamba tuzuie ili kulinda jamii kwa manufaa fulani. Sawa sawa. Kwamba hawa pamoja na waona uhuru wa kuandamana, lakini kwa sababu maandamano yao yanaweza yakaleta athari, yakaleta mafujo, tunazuia kwa sababu ya hiyo. Kila kitu ambacho kipo kwa mujibu wa katiba, lakini katiba yenyewe ina exception zake pale tunapoona kidogo amani ya watu inaweza ikatoweka. Sawa. Na hiyo inaendana sambamba na kwamba tuna uhuru wa kuabudu, si ndio? Lakini uhuru wa kuabudu huwezi ukasema kwamba leo ni Jumaa au leo ni Jumapili naenda kusali barabarani. Yaani wewe kwa sababu una uhuru wa kuabudu, wewe unaabudu sehemu yoyote. Kuna sehemu ambayo unatakiwa ufanyaje? Ukaabudu. Na ni sawa na hayo ya kuzungumza. Una uhuru wa kuzungumza, una uhuru wa kutoa maoni yako, una uhuru wa kushauri, lakini ushauri wako pamoja na maoni yako una mipaka. Sawa sawa. Kwa maana kwamba hata kama ni mtoto huwezi ukaenda kwa mzazi wako kumwambia mimi nataka kitu fulani, unatumia nguo, lazima mwambie baba samahani naomba, mama samahani naomba. Lazima kuna ufuate taratibu. Yaani kuna utaratibu. Wewe una uhuru kufanya chochote kile umepewa, lakini usifanye chochote ukaathiri kingine. Sasa Mumba, ni kwa jinsi gani ama ni mbinu zipi ambazo zinaweza kutumika sasa kuweza kuhamasisha wabunifu hawa maudhui mtandaoni, kwa maana content creators, kuweza kusasisha maudhui ambayo yana maadili, yanaijenga jamii? Mbinu ya kwanza ni elimu. Elimu inatakiwa itolewe kwa content creator ambao wana create content mbalimbali ambazo zinafurahisha, zinachekesha, zinaburudisha, zinaelimisha. Hizo zote inatakiwa wapewe elimu, kwa sababu changamoto iliyopo, mtu ana kipaji cha ubunifu kutengeneza maudhui ya aina yote. Kuna wengine wana maudhui ya kuchekesha, kuna wengine wana maudhui ya kuelimisha, kuna wengine wana maudhui ya kutengeneza, let's say kama ni vinyago au na vitu kama hivyo, si ndio? Lakini elimu ya kuambia kwamba maudhui yako unayotengeneza ni mazuri, lakini usiyatengeneze kwa staili hii, yatengeneze kwa namna hii. Elimu inahitajika kwa hawa ambao wanatengeneza maudhui mtandaoni. Sawa. Kwenye hilo ndio zamani kipindi tukiwa na vyombo vya habari vikiwa vya serikali tu, tulikuwa na redio ya Tanzania, magazeti ya serikali, miaka hiyo, yani huwezi ku-create hiyo content yako ukairusha hewani. Lazima uipeleke kwanza kwa wale maafisa utamaduni, wakae kuedit na wakwambie bwana, toa hili toa hili. Ya zamani huwezi kuona, yani ina vitu vya ajabu ambavyo hiyo, kwa sababu wote walikuwa wanadhibitiwa. Sio kwamba maudhui yalikuwa hayapo ambao walikuwa naweka, lakini wanapopeleka kwenda kuangaliwa ni nini mlichoweka kwenye nani yenu hii, wanaambiwa hili hatutaki, hili weka hivi, ili kidogo isije kaathiri jamii yetu kwa ujumla wake. Sawa sana. Labda kabla tujatoka hapo, na mimi niongezee jambo kwamba tunaweza tukafanya nini ili kuweza pengine kupata maudhui ambayo yana maadili ndani yake. Ndio. Kitu kingine ambacho nakiona katika hivi ambavyo wenzangu wamevizungumza, lakini kuna jambo la motisha kwenda kwa wale ambao wanazalisha maudhui ambayo ni mazuri. Kama serikali, hasa kupitia wizara yetu kama hii ya utamaduni, sanaa, habari, utamaduni, sanaa, michezo, wakitoa fungu ambalo litaenda kwa wale ambao wanazalisha maudhui mazuri, ina maana na hao wengine ambao ni wazalishaji wataona kumbe kuna haja ya kuzalisha maudhui mazuri, ili pia waweze kupata hiyo motisha ambayo itakuwa inatolewa na serikali. Sawa. Lakini kingine ambacho kina miss kama alivyosema Mumba ni kwamba sisi tulipokea mitandao ya kijamii, tulipokea, lakini tulikuwa tujajiandaa. Sasa tulipoanza kuona mauzauza, ndio tukaanza kuona inatakiwa kumbe tuweke taratibu ambazo zitatuongoza. Ni vema, kwa sababu unajua wakati mwingine tusipindishe mambo. Mtandao wa kijamii, platform yoyote ile,
kwa kuwa umeamua kutoa taarifa ambazo zimebeba habari ndani yake, lazima ufuate ile misingi ya kihabari. Na huku tunashindwa kwa sababu hatuna wahariri. Yaani unakuta mtu ana platform yake ya YouTube, media yake iko YouTube kule, ni yeye mwenyewe ndio kila kitu ni yeye. Lakini wale ambao wamefuata taratibu na kufuata mfumo wa media, unaweza kuwaona wana wafuasi wengi, lakini pia habari zao zinaaminika. Yani mtu taarifa ikitoka na anaangalia kwanza kwamba ni nani ametoa. Kama katoa fulani anasema hii inaweza kwa habari ya kweli. Kwa nini? Kwa sababu ukiingia ndani utakuta amepata mifumo ya habari, kwamba kuna mzalishaji, kuna mhariri, kuna editor, ambao hawa ndio watakuwa wanapitisha ile habari hii iende au isiende. Kwa hiyo hilo nalo nafikiri tuna haja ya kuwaambia watu wetu kwamba umeamua kufungua YouTube channel, lakini tunahitaji kama ilivyo kwa vyombo vingine kama radio, hebu tuletee timu yako. Unao watu ambao wana taaluma ya habari. Sawa, nikushukuru sana. Naomba niongezee na nafikiri kwenye hilo mimi nilikuwa nawaza, inaweza ikawa ni wazo au inaweza ikawa ni vipi. Mimi nilikuwa nafikiria kwamba ile kuendana na misingi hiyo sasa ya kutengeneza maudhui ambayo ni maudhui mazuri kwenye jamii. Nilikuwa nafikiria Wizara ya Habari, Michezo na Wizara ya Habari, Sanaa, Michezo na nini. Nilikuwa nafikiri kwa mawazo yangu, Wizara ya Habari ingebaki Wizara ya Habari. Yaani ingetenganishwa. Michezo, Sanaa na nini iundwe na yenyewe ndani yake ili iwe rahisi, kwa sababu kuna wakati mwingine unaweza akafanya iko kwenye michezo, ukileta kwenye habari huko haiko kwenye habari. Umeshanielewa? Kwa hiyo kuna kama mkanganyiko fulani ambapo hapo kanapotelezeshia haya mambo kuwa makubwa. Sawa, kwa maana kwamba umetoa ushauri. Sasa nikupe sekunde chache tu za kuweza kuzungumza na jamii kuhusiana na matumizi salama ya mitandao ya kijamii, sio unatumia vibaya, pengine kutafuta tu kutrend. Walau kwa sekunde chache. Sekunde chache zangu ambazo nazungumzia kwenye hili swala la ambalo tulikuwa tunazungumzia. Moja, kwanza ni jamii ielewe kwamba tulipo kwenye kushadidia mambo ya maudhui ambayo yamepostiwa mtandaoni na mtu kuyashadidia ni jambo baya ambalo linasababisha kwamba jamii yetu kwamba inaharibika, lakini pia watu yani uchumi unaporomoka kwa sababu ya kufuata vitu ambavyo visivyo ndivyo. Kwa sababu mfano kama sasa hivi kuna changamoto kubwa ya watu ambao wanaendesha mitandao ya kijamii hasa YouTube. Kukatiwa yale maslahi yao. Sawa. Kutokana na kuposti vitu ambavyo visivyo ndivyo. Kwa hiyo watu wameondolewa hivyo. Sawa. Na kingine nilichokuwa naomba ni kwamba taasisi za kiserikali pamoja na taasisi binafsi na mashirika mbalimbali hili jambo inabidi liungane kwa pamoja ili kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na masuala haya. Sawa, nikushukuru sana Idi Mumba, mwandishi wa habari, lakini ASP Said Mandi, mrakibu msaidizi wa Jeshi la Polisi, lakini pia mkuu wa polisi jamii wilaya ya Nyamagana. Walau nikupe sekunde chache za kuzungumza na jamii namna bora ya kutumia mitandao ya kijamii. Namna bora ya kutumia mitandao ya jamii, kwanza tumia kwa matumizi sahihi. Matumizi sahihi kwa maana kama kuna kitu ambacho unakitoa kiwe kitu ambacho hakikiuki sheria zetu za cyber crimes. Hilo ni jambo la msingi. Lakini vile vile kama jamii tuelewe kwamba familia zetu, vijana wetu na jamii kwa ujumla inaharibika kwa maana kwamba tabia za vijana zinaharibika, tabia za watoto zinaharibika kwa sababu hii mitandao hizi platform ambazo tunazitumia, watoto wetu wanajifunza vitu ambavyo hawakustahili kuvijua. Yote hii jamii yote kwa ujumla tukishirikiana tukatoa taarifa kwa sahihi
kuweza kuwanusuru vijana wetu. Sawa sawa, nikushukuru sana afande. Tony Alphonse, sekunde chache walau kutokana na muda uweze kuzungumza na jamii. Kikubwa ambacho mimi nakiomba kwa jamii ili tuweze kudhibiti maudhui haya ambayo yasiyo na maadili. Ndio. Ni vema jamii ikatoa ripoti. Mamlaka hizi tunazo tayari, lakini mamlaka hizi ili ziweze kufanya kazi zinahitaji sisi kutoa taarifa, sisi walaji, kwamba chombo fulani cha habari kimetoa taarifa ambayo haiendani na maadili yetu. Kama ni radio, hakikisha una sauti, na kama ni mtandao wa kijamii basi hakikisha una kopi ya kile ambacho kimerushwa. Sawa sawa. Na ukiona pengine kwenye TV pia rekodi, alafu nenda kwenye mamlaka zinazohusika, toa malalamiko yako ili wao waweze kupata pa kuanzia na kuhakikisha kwamba sasa jamii yetu inafuata maadili ya Kitanzania. Sawa sawa, ni kushukuru sana Tony Alphonse, mwandishi wa habari lakini mjumbe wa chama cha waandishi wa habari mkoa wa Mwanza MPC. Lakini pia nikushukuru sana ASP Saidi Mande Brakibo, msaidizi wa jeshi la polisi, lakini pia mkuu wa polisi jamii wilaya Nyamagana. Nikushukuru pia Idi Mumba ambaye ni mwandishi wa habari, mwanahabari huyo. Mpaka kufikia hapo sisi tumefika tamati ya kipindi hiki cha Mtazamo Huru kwenye mada ambayo inasema tunawezaje kudhibiti wanaotafuta umaarufu kupitia mitandao ya kijamii kwa kusasisha maudhui yasiyokuwa na maadili, anatafuta tu kutrend. Hiyo ndio mada yetu ambayo tulikuwa nayo mezani katika siku hii ya leo. Kwa muda wote ulikuwa nami Zuberi Mgaya ambaye nilikuwa nahodha kuongozea kipindi hiki toka pale awali mpaka hapa tamati ya kipindi hiki, lakini mwandaji na msimamizi wa kipindi hiki Aisar Karume, nyuma kamera Hudhaifa Sogora, upande wa kuchanganya picha pamoja na sauti Hassan Idi pamoja naye Ibrahim Hussein. Mimi nikutakie tu wakati mwema na utazamaji mwema pia wa vipindi mbalimbali kupitia channel namba 455 katika kisimbuzi cha Azam Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante na kwaheri kwa sasa.